Wana Fuse, natumai mko salama. Kama kawaida yetu, tunaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtanguliza, na pia cha muhimu kuelewa ni kwamba, ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue. Nipo na mwanafunzi mwenzangu. Hapa kati tunafahamu kwamba kuna majukumu yamekuwa yanambana, lakini hatuwezi tukamwacha akatukimbia muda mrefu salama. Kwa hiyo imebidi nimpigie simu atuambie kitaalamu, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa sheria. Kwanza kabla tujaanza, mzee Henry Mwinuka, vipi hali yako mwanangu? Yes my brother, kwema? Uko poa? Bwana niko poa kabisa. Mishemishe tu nyingi nje ya Dar es Salaam kidogo. Lakini tuko sawa. Bana, nashukuru sana. Sasa najua pia muda wako uko tight, ningependa twende moja kwa moja. Wewe ni mtaalamu wa sheria. Kuna kadhia ya huyu dogo ambaye ndo yuko chini ya ulinzi, wenzetu wanasema kwenye custody, na inasemekana kwamba yeye, kutokana na taarifa rasmi ya kutoka vyombo vya usalama vya Marekani ikiwepo FBI, wanasema kwamba yeye ndo mhusika mkuu. Sasa kwa bahati mbaya last week tuliongelea GPS, hii kadhia nzima, wewe ukuwepo. Kabla tujaingia kwenye technicalities ya kisheria, hii kesi imekaaje, je, ina mashiko, haina mashiko, kuna jinsi gani ya kuipangua, labda tupe tu mtazamo wako in general kuhusiana ili tukio. Ili tukio smali, na kwa mtazamo wangu of course kwanza limeshtusha. Lakini limeshtusha tu kutokana na aina ya mtu ambaye amelengwa na tukio hilo au ameuawa. Lakini kwa wale ambao tumekuwa tukifuatilia, kumekuwa na tatizo kubwa Marekani la watu kupigana, yani matukio ya watu kupigwa risasi au kuuawa kwa kupigwa risasi yamekuwa mengi sana, kwa sababu nakumbuka siku ile tukio lile limetokea a day after, kuna rafiki yangu mmoja yuko Marekani Texas. Naam. Akawa amenitumia matukio mengine kama 4-5 hivi ya watu kupigwa risasi na kufa. Kwa akawa ananiambia tu kwamba bwana tuko huku very scared na nini, yani mambo sio mambo, kwa sababu watu wana sana yani. Huyu imekuwa issue kwa sababu ni mtu maarufu. Ndio. Lakini kwa wastani watu wengi wanapigwa risasi kwenye vitongoji mbalimbali vya Marekani mara kadhaa. Yani imekuwa kama hizi zinaitwa shooting tena random gun shooting zimekuwa ni nyingi sana zikitokea huko. Kwa hiyo kwa wale wanaoishi huko ni kama kuna matukio mengi ya aina hiyo yanatokea, na baadhi wanasema kwamba kiukweli kuna muda inakuwa unavotoka unakuwa scared, hujui. Kuna zile mass shooting tuliona I think kama sikosei ni last 2 months. Kuna kama sio miezi miwili iliyopita basi mitatu, kuna kwenye ile kanisa maarufu la yule, kuna mchungaji mmoja pastor anaitwa Juleston, kitu kama hicho. Ndio. Nafikiri kama siku ni maarufu. Na watu walifanya mashambulizi kama kwenye lile eneo la lile kanisa. Sasa ni kwa sababu naye ni mtu ambaye anajulikana. Kwa hiyo mara nyingi ikifanyika kwenye hizi shule au akifanyiwa mtu maarufu au kwenye makanisa au sehemu yenye mkusanyiko ya watu ikaleta maafa, ndo huwa tunaona. Lakini kuna zile za mmoja ambazo zinaonekana zinafanyika sana. Kwa hiyo kwa ujumla
si kitu cha kushtusha, lakini kutokana na kaliba ya mtu ambaye alikuwa target au alikuwa targeted, ndio imeleta hiyo issue. Lakini pia tukumbuke katikati ya hili jambo huyu mtu ambaye ameuawa bwana Kirk alikuwa ni mmoja ya wafuasi kindakindaki wa Rais Donald Trump. Naam. Na ni mtu ambaye ana misimamo, yani ni yule mwanafamilia wa MAGA kabisa, na ni mtu mwenye misimamo fulani ambayo Trump anarandana nayo. Walikuwa wanapatana sana. Wanapatana sana, ni mtu wake wa karibu. Kwa hiyo katika wale major, unaweza kusema supporter wa ile MAGA movement, huyu bwana ni mmoja wa wale noticeable, wale wenye ushawishi wakubwa, wanaoshawishi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiki kilichotokea of course kwa sababu ya huo ukaribu wake na ideologies ambazo zinaungwa mkono na wa Republican na Trump. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine kikawa kimeleta hisia fulani hapo za kugawa pande, kwamba huenda waliofanya mashambulizi hayo ni wale ambao wanapinga ideology na movement ambazo ziko na zinaendeshwa na Donald Trump na wafuasi wake wa Make America Great Again, MAGA, ile movement yao. Na ukitaka kuona hivyo, sasa hivi unaweza ukaona kumekuwa na clips nyingi zikisurface ambazo zinaonyesha misimamo ya yule bwana kwenye baadhi ya mambo. Na moja ya hizo zinaonyesha kwamba ni mtu ambaye kwa mfano alikuwa anapinga swala la watu kutoa ujauzito au mimba. Kwa hiyo alikuwa anasema, nimeona kuna clip moja inasambaa akibishana na dada mmoja sana mpaka yule dada akakasirika akaondoka kwenye ile debate. It was an open debate na watu wamekaa wanasikiza, lakini jamaa alikuwa calm, collected kwenye kuwasilisha hoja zake. Yule dada muda unavyokwenda alikuwa ana panic. Na mpaka mwisho wa siku akanyanyuka kwenye kile kiti akaondoka. Nafikiri nitashare na wewe ile video utaiona. Kwa hiyo sasa ile incident inaweza kukuonyesha kwamba yule mtu amenyanyuka tu kwenye kiti kwa hasira, yameishia hapo tu. Hawezi endelea kuwa na chuki na ujamaa, kwa sababu jamaa alikuwa anasema huwezi ukautatua uovu kwa kufanya uovu. Unaweza kutatua uovu kwa kufanya wema. Kwa hiyo akawa ana suggest kwamba mtu anapoambiwa awe na haki ya kutoa tu mimba, maana yake anakuwa anachukua haki ya kile kiumbe ambacho anacho, ambacho hakiwezi kujitetea, kitu ambacho ni unyama na ni ukatili. Unaona? Kwa hiyo yule dada yeye akawa anatetea kwamba hapana, mtu anatakiwa apewe hiyo haki na vitu kama hivyo. So it was like sasa ukiondoa upande huo, of course yanapotokea mauaji ya mtu maarufu huwa kuna conspiracy theory pia zinaibuka. Especially pale ambapo chanzo chake hakionekani kuwa wazi au bayana zaidi. Kwa hiyo wapo watu ambao pia wanahusisha baadhi ya mirengo, kwa sababu nimeona kuna moja pia ya clip ya Candace Owens akijaribu kusuggest kwamba yule bilionea ambaye alisuggest aliongeza fedha baada ya FBI kuwa wamesema watatoa $100,000 kwa mtu yoyote ambaye atatoa taarifa za kukamatwa kwa yule mhusika au whereabout ya yule muuaji. Halafu yule bwana Ackman, nafikiri mmoja wa mabilionea huko Marekani, akaongeza $1,000,000 on top, na akasema pia ataweka nafikiri $1,000,000 nyingine kwenye mfuko fulani kama mifuko yetu hii ya UTT na mingine ambayo, au labda ile government bond ambayo unakuta kila baada ya muda fulani mnapata pesa fulani ili kusupport familia ya bwana marehemu Kirk. So sasa Candace Owens anakuja leo anasema kulikuwa kuna kikao kiliandaliwa na mmoja wa wahusika ni yule bwana, kama kilifanyika nyumbani kwake. Na yule bwana inasemekana, hizi ni taarifa ambazo Candace Owens amezungumza kwamba agenda ilikuwa ni kumshawishi yule bwana kuacha kushambulia au kuto kupinga kile ambacho kinaendelea Gaza, especially kinachofanywa na kina Netanyahu. Na anaenda mbele kusema kwamba Netanyahu alipiga simu kwenye hicho kikao na
na kumwambia yule bwana kwamba aende Israel, lakini anasema haikuwa ukaribisho wa kawaida, ilikuwa ni kama ni kitisho fulani hivi na kumwahidi fedha. Sasa hizo taarifa zinaendelea kuleta mkanganyiko, kwa sababu kuna baadhi ya watu, hata mimi niliangalia ile video ya yule shooter. Yani nilikuwa naangalia na jamaa wangu fulani, nikasema huyu jamaa alivyoruka kutoka kwenye hii paa mpaka chini wakati anakimbia kwenye ile barabara, yani alivyoruka, huyu haonekani ni mtu ambaye yani ni highly trained individual ambaye ni kama anajua nikiruka natakiwa niruke vipi na nitue vipi na niondoke vipi. Very true. Kwa hiyo kwa mtu mwingine yoyote smart ambaye hana uzoefu, hana training, mimi na wewe kama una training kuruka kwenye ule umbali ule, nafikiri unaweza ukawa ni zaidi ya mita 15 au 20. Si rahisi sana. Yani obvious unaweza ukaanguka vibaya. Ndio. Kuna tricks za kuruka na kutua. Kwa hiyo ukiangalia vizuri, kwa mtazamo wangu, niliona huyu si mtu wa kawaida, sio common citizen, sio raia random citizen ambaye tu amechukua silaha alafu akapiga akaondoka. Yani kwa jinsi nilivyoona escape yake, na ukitaka ujue ni highly trained au ni professional, alifanya lile tukio na alitoweka lile eneo, kwa sababu yule si kwamba amekamatwa kwenye ile tunasema vicinity of crime, eneo lile la tukio. Yule bwana huko ambako amepatikana ni zaidi ya kilomita 300. Unazungumzia kama mtu anatoka Dar es Salaam, pengine sijui sasa ni Mikumi huko, unapita mpaka Morogoro kabisa, kwa sababu Morogoro ni kilomita 200. Maana ni kilomita 200. Kwa hiyo maana yake maybe unaweza kuzungumzia mpaka Mikumi kule au mbele zaidi, karibu na kona za Iovi kwa wale ambao wanaenda huko kusini, Iringa wapi. Kwa hiyo sasa kwenye muktadha huo mtu kufanya hivyo kwa kweli inaonyesha huyo mtu pia ni mtu ambaye yuko smart, anajua jinsi gani nafanya tukio gani na na escape vipi. Lakini that's one too. Vile tukio lilivyofanyika, vipimo vinaonyesha shooter alikuwa zaidi ya mita 400. Sasa umbali wa mita 400 ni viwanja vya mpira wa miguu. Leo Simba na Yanga wanacheza, wale mashabiki wa Simba na Yanga wanaweza kaelewa kwamba vile viwanja uenavyo 4. Yani hiyo ni range ya mbali kwa mtazamo wangu mimi, kwa maana ya kwamba kwa mtu ambaye hana experience ya kushoot, unapompa ashuti umbali wa zaidi ya wa mita 400, ni umbali mrefu sana. Yani maana yake huyu mtu kwanza achague engo, halafu pia huyu mtu awe alijua before kwamba huyu mtu atakaa wapi, kwa sababu mpaka hicho kinafanyika, manake uwe ulishajiandaa, mimi nitajiposition wapi, target yangu atakuwa wapi, yule ambaye namtarget, lakini pia watu watakuwa wapi, nimpate yeye mwenyewe. Yani kuna calculations nyingi za kitaalamu, tofauti na ile hata ya AKA alivyouawa pale South Africa, ambapo ile range ilikuwa ni mita chache sana. Kwa hiyo hata kama ni mtu hana experience kubwa sana ya kushoot, unaweza ukaamini kwamba anaweza akashoot na akafanikiwa kumpata target yake. You understand? Lakini kwa umbali ule smart, I don't know, mtu asiye na weledi wa kazi hiyo anawezaje kufanikiwa kuhit kwenye target ile. Na manake kama haishi pale, manake huyu alisafiri. Manake kama haishi eneo lile kabisa, manake alisafiri. Yani kuna mambo mengi ambayo kuna makadirio na vipimo vingi sana ambavyo mtu lazima avifanye. Kule kwenye jengo alikokuwa anaenda kufanya, alipandaje unnoticed, kwa sababu sio jengo lake. Na si jengo kama gofu ambalo ni uninhabitable, hamna watu. Ni building ambayo ina matumizi yake. Kwa hiyo hayo ni maswali ambayo mimi ninajiuliza, alafu nakuja kusema kwamba inanipa mashaka kwamba he was just an ordinary shooter kama ambavyo tumezoea hao wengine. Kwa hiyo that is hizo ni observations zangu kuhusiana na hiyo. Lakini pia of course na mpaka silaha, of course tutaongea zaidi kwenye technical part, lakini wasiwasi mwingine ni kwamba yeye amekutwa, si kwamba amejipeleka polisi, ni ndugu zake, sijui baba yake ndio ametoa taarifa
taarifa zingine zinaonyesha hivyo, kwamba huyu mtu amekiri kwa baba yake kwamba amefanya hilo kosa na yuko radhi ajiue kuliko kusarenda. Hiyo ni moja ya kitu ambacho kinaleta. Lakini kuna walakini mwingine kwamba huyu mtu anaonekana alikuwa akiishi na roommate, sijui alikuwa na mahusiano, ni transgender. Ambaye transgender manake ni mtu mwanamume anataka kujibadilisha, labda awe kama mwanamke au mwanamke ajibadilishe kuwa mwanaume au mwanamke kuwa mwanamume, ndio hiyo. So alikuwa anaishi naye, which means alikuwa comfortable na watu wa aina hiyo. Sasa aliyeuawa alikuwa anapinga hizo mambo, na wakati anapigwa risasi alikuwa anaongelea hilo swala, anaongelea hayo mambo na anapinga hizo issue. So inaleta ukungu mwingi, unaweza ukasema fog inakuwa ya kutosha, kwamba huyu amefanya hivyo kwa sababu yeye, kama ni yeye manake nazungumzia huyu ambaye wanasema wamemkamata, kwa sababu alikuwa yuko pissed au hapendi kile ambacho yule anakihubiri against watu au ma LGBT wanaoamini katika mapenzi ya jinsia moja na wanaojibadilisha jinsia. Kwa sababu yeye alikuwa anapinga. Sasa yeye huyu aliyemuua amemuua kwa sababu motivation ndio hiyo au kilichompelekea kufanya hivyo ni hicho ola. Lakini pia silaha ilikotupwa yeye ni ya kwake na vitu kama hivyo. So bado kuna vitu kama hivyo ambavyo, lakini all in all nilikuwa najaribu kuelezea lile tukio awali kwamba on my opinion napata ukakasi kuona kwamba aliyefanya hili tukio tu ni mtu random au ni mtu ambaye yuko highly trained. Na in that case of course kutakuwa na, japokuwa kwenye engo ya mahakamani au sheria tutaweza tukaijadili kwa namna nyingine, lakini tu nilikuwa nataka kuweka mawazo yangu kwenye tukio zima jinsi lilivyo, na mimi huo ukungu ambao umekuwa kwenye kichwa changu. Ndio. Yeah. Na ndo kama hivyo at least ambao walikumiss GPS watakuwa wamepata mtazamo wako kwenye swala hili, na kuna vitu ambavyo naungana na wewe. Mfano kama ulivyosema, ndani ya wiki moja hivi au wiki mbili kumekuwa kuna mauaji kadhaa, na one of the most prominent ni kwamba kuna polisi aliuawa ambaye alikuwa on duty analinda jengo la serikali, lakini hakupata mileage au publicity ya kifo chake kama ya huyu, wala hakusikia kwamba ameshushiwa bendera, na yote ni kwa sababu ya ukaribu wake. Alikuwa na personal relationship na Donald Trump kiasi kwamba alikuwa na access naye. Moja ya taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba na kama sikosemi mtu kama Candace, kama sio Candace ni Tucker Carlson, alienda directly kwa Trump na akamwambia Trump usishambulie Irani kwa niaba ya Israeli. Umeona ikaleta mtafaruku. Na nimetengeneza makala kadhaa, moja ambayo nimeitoa leo, kauli zake 5 ambazo ndo naamini zilizopeleka kuuawa kwake. Na kingine ni kwamba kuna a lot of inconsistencies ambayo tutaingia upande wa kisheria, lakini kuhusu mauaji na yule dogo jinsi alionekana anatoka kwenye paa lile. Of course kuna vitu vya kisheria tutavipitia, ila kuna vingine jinsi alivyoruka pale na alivyotembea mpaka akaja akapotea kule chini ya barabarani kule, na kutokukamatwa mpaka akaja akapelekwa polisi na baba yake na vitu kama hivyo. Sasa mimi naamini, na actually kuna video ambazo nimeiposti katika makala yangu ya leo ya kauli 5 ambazo zimempelekea mshikaji kuondolewa. Kuna clip ambayo nimeiweka kwa sababu mimi nafuatilia sana mambo ya silaha na ni mtu ambaye self taught, kwa hiyo nimejifundisha. Siamini kwamba bunduki risasi iliyomuua mshikaji ndo ile iliyotoka kwenye ile rifle, kwa sababu ile rifle ni high caliber rifle, ni rifle ambayo bolt action ina nguvu. Alafu kwa flesh, nyama za shingoni ni nyama nyepesi, ilitakiwa iingie entrance, alafu kuna kitu kinaitwa exit wound, sehemu ya kutokea, kwa sababu hakuna mfupa, hakukuwepo na kitu kama hicho.
Badala yake ile shot yake ilikuwa ni ndogo, na baada ya kuingia ikaonekana damu zikishuka pale. Vile vile ingekuwa ni high powered rifle, damage yake sehemu ya kuingilia ingekuwa ni kubwa zaidi. In the meantime, kuna collaboration ya video ambazo zimerekodiwa na watu ikionyesha mtu ambaye ameshoot kwa karibu, na actually nimeweka baadhi ya ushahidi. Kuna bunduki ambazo ni size ya simu, yani ukiishika ni kama simu kabisa, then unaweza ukaifungua ikageuka bunduki ukaitumia, na hizo ni maalum kwa sababu ya assassination. Na kingine kilichopelekea kwa kuuawa ni kwamba alibadilisha, nadhani baada ya, unajua alienda Israel akafika mpaka maeneo ya matukio, alivorudi kule akabadilika, stance yake ilikuwa imebadilika. Kuna interview moja alifanya na PBD, akawa anasema, na nukuu maneno yake, na nitakuwa makini na ninachokisema, ila naamini kwamba wanataka, unajua najaribu kuepuka baadhi ya maneno kwa sababu YouTube wana sensa ya maneno, umeona kwamba walikuwa kwamba kuna mpango wa pale kusafisha watu wote Gaza, umeona kuna lile neno ambalo la usafishaji wa watu ile ambao ni umeona, akaongelea hiyo. Ila interview ya mwisho aliyofanya na Ben Shapiro aliuliza maswali mengi, ikiwepo kwa kusema kwamba hizi media zinasema ukweli katika hizi taarifa dhidi ya Israeli, au tunatakiwa tuziamini? Kwa nini hatuzi question kama tulivyokuwa tuna question mambo ya COVID, mambo ya mpaka, mambo ya chanjo na mengineyo, umeona? Kwa hiyo inaaminika kwamba dakika za mwisho nani yake msimamo wake ulibadilika, na yeye ana kijiji kikubwa sana cha vijana. Kwa hiyo waliofia kwamba iwapo atabadilika atahama na kijiji chake na kuhamisha, na ukiangalia sasa hivi karibia dunia nzima iko dhidi ya serikali ya Netapaka. Kwa hiyo imepelekea waliobakia wanaisapoti hiyo serikali ni viongozi ambao naamini wako chini ya control ya washikaji, lakini raia wa kawaida wengi wamewabadilika. Sasa ikiwa hata wale wachache waliobakia ambao wako chini ya watu kama Charlie akibadilika na yeye akiwabadilisha na wale, watapoteza kijiji kikubwa, umeona? Sasa nataka tuingie upande wa kisheria. Cha kwanza, so far haja confess. Je, ameconfess haja confess? Na hii iko kwenye Fox News. Gavana wa Utah aliulizwa, je, ameconfess? Akasema haja confess. Kwa hiyo they don't have any confession upande wake, wanasema tu ni watu wa karibu ndo wamewapa taarifa, lakini haja confess. Je, mtu akiconfess inatosheleza kumaliza utata kwamba mtu yuko guilty au hayuko guilty, au hata mtu ukiconfess kama sio wewe bado kuna haitoshelezi kama ushahidi? Sasa confession au tunasema ile hali ya kukiri kwamba wewe umefanya kosa ambalo unatuhumiwa nalo. It's a very powerful evidence, especially kama itakuwa confession hiyo ilitolewa na ilizingatia vigezo na matokeo ya kisheria. Kwanza iwe ni voluntary, yani mtu awe amefanya kwa hiari yake, kwa hiari, sio under pressure wala kulazimishwa. Wewe ukampiga mtu saini hapa, kubali haya maelezo kwamba umefanya ile kosa, hiyo inakuwa ni invalid, ambayo inaweza kuwa challenge na inakuwa haina uhalali wa kisheria. Lakini wapo watu ambao huwa wana confess, kwa sababu unajua sio kila mtu ambaye anatuhumiwa na kosa la jinai anakuwa hajafanya. Ndio. Kwa hiyo japokuwa standard ya sheria kwenye sheria za jinai au haki jinai tunasema kwamba kwa sababu makosa ya jinai au criminal offenses tunachukulia kuwa ni moja ya makosa serious, the most serious kwenye nchi yoyote ile, na ndio maana yametengenezwa katika namna ambayo wewe unamkosea Smaa lakini unahesabiwa umeikosea jamii nzima, umeikosea nchi kutokana na ukali wa hilo kosa. Ndio maana unakuta hata wanavyoshtakiwa haitakuwa huyo aliyeuawa dhidi ya aliyeua. Inakuwa ni jamhuri. Lakini kama Marekani ni the federal government au jimbo fulani, jimbo kwa maana hata ni Utah au Washington, let's say maybe Texas, dhidi ya
the state of Texas against mtu fulani. Unaona, kama Utah ni jimbo, the state of Utah against huyo aliyefanya hilo kosa, kwa sababu linahesabika sio tu umemkosea yule ulomkosea, umeikosea jamii nzima. Ndio maana sasa ni makosa ambayo kwenye mizania ya kisheria na classification ya makosa ya kisheria tunasema legal wrongs, ni makosa serious, na adhabu yake huwa inamuondoa mtu mara nyingi, kwa sababu adhabu primary ya makosa ya jinai mara nyingi huwa ni imprisonment au kifungo. Sasa mtu kishaona tu anachukuliwa hali ya kufungwa, maana yake anaondolewa, yani haki zake zote zile za kiraia zinapokwa. Mpaka tupoke haki zake zote, freedom of movement, freedom ya kuassociate, freedom ya kufanya kazi, kuishi na familia na vitu vingine, unachukua pale tu ambapo mtu amekuwa amefanya kosa serious la kiasi hicho. Okay. Kwa sasa confession ni aina ya ushahidi ambao unaweza ukawasilishwa kwa sababu kuna watu wengine huwa wanakuta amefanya na anasema nimefanya mimi hilo kosa, hahitaji kuisumbua mahakama sijui na vitu kama hivyo. Sawa. Lakini nevertheless lazima mahakama ijiridhishe kwamba confession hiyo imetolewa kwa muktadha na mujibu wa sheria inavyotaka, inakidhi vigezo. Unaweza kukuta mtu amekubali lakini kumbe alikubali kwenye mazingira ambayo hayafai au hayako sawa kisheria. Na hapo nilikuwa kuna pointi ya pili, lakini nitaruka ya tatu kwa sababu ya hicho ulichokisema. Inabidi mahakama ithibitishe kwamba imekidhi vigezo vya confession. Kash Patel ambaye ndo director wa FBI aliulizwa kuhusu note, kama ulisikia alisema kwamba tumekuta note aliandika kwamba nina nia ya kumdhuru bwana Kirk. Akaulizwa hiyo note mnayo, akasema hatuna. Okay, hizo taarifa mnazo vipi? Akasema tumetumia aggressive interrogation techniques. Sasa aggressive interrogation technique ni kitu ambacho kiko vague. Kinaweza kikawa ndo hicho ulichosema kwamba wametumia njia ambazo hazikubaliki kisheria kama torture, kwa sababu ili mtu confess. Umeona Kwa hiyo ni moja ya maneno aliyotumia kwamba tumetumia aggressive interrogation techniques. Sasa of course hajaainisha aggressive ni kinyume na sheria au ni aggressive ambazo ziko within limits za kisheria, lakini Kash Patel ameuliza hiyo note mnayo, akasema hatuna, lakini tuna ushahidi wa kuashiria kwamba ilikuwepo. Kwa hiyo so far hakuna confession, hakuna note ambayo mwanzo alitangaza, kama unakumbuka mwanzo kwamba ipo, so far haijapatikana. Umeona hiyo does it ina uzito wowote kusema kwamba let's say watu kama FBI kusema kulikuwa kuna note alafu sasa hivi wanasema haijapatikana, imekuwa destroyed? Unaichukulia vipi kisheria? Well, kwanza ni pale kwenye confession nitajibu na hii ndaunganisha. Kwa hiyo confession pia huwezi kuchukua kutoka kwa ndugu, yani kwa baba, jirani, kwa niaba ya mtu, yani mtu alituambia. Kwa sababu mahakamani ushahidi ambao unafaa ni ushahidi ambao ni tunasema direct evidence. Ushahidi ambao mtu ameona yeye, amesikia yeye tukio. Yani kwa mfano mtu akisema I heard the gunshots. Huyo ni shahidi. Sio niliambiwa na mtu alisikia milio ya risasi. Nimekuelewa. Wewe sio credible, wewe sio shahidi mzuri kwa sababu wewe una ushahidi wa kusikika. Kwa hiyo hauna uhakika na unasuggest kuna shahidi mwingine mzuri zaidi kuliko wewe. Kwa nini sisi tudili na wewe ambaye sio shahidi mzuri? Okay. Kwa hiyo ushahidi wa baba kwamba mimi aliniambia amefanya. Ushahidi wa jirani na ndugu kwamba alituambia amefanya, alafu yeye mwenyewe taarifa zinasema he is not cooperating. Yes. Hapo inafanya ushahidi wa baba, kwa sababu ule ushahidi wa baba na ndugu wengine na rafiki yake nimeambiwa naye ana cooperate, sio ambaye ana mmecho wake huyo. Ushahidi wao ungekuwa unaweza kuchanganya na pale ambapo kuna mazingira, of course unaweza ukauchanganya na mazingira mengine ambayo sasa itabidi mwe na ushahidi mwingine tena, tunasema kisheria mcorroborate, yani muunganishi. Lakini ushahidi wao ni wa kusikika, yani mimi nimesema nimefanya kitu fulani lakini hujaniona wewe. Maana utaulizwa swali, what if huyu akikataa pale kwenye trial kwamba mimi sikuambia hao hivyo vitu, sijui hao wametoa wapi, labda walinisikia vibaya au walinisikia vibaya, mimi sijasema kwamba nimefanya hivyo. Sasa hapo ndo shida itakapokuja. Alafu
Malizia afu nikuulize swali. Kwa sababu unathibitishaje? Yani unamtumiaje shahidi kwa sababu hilo ni kosa very serious ambalo adhabu yake ni kifo. Ni kifo, ndio. Sasa kama adhabu ni death penalty, maana yake kwenye sheria ya jinai tunasema standard of proof ni beyond reasonable doubt. Yes. Kwamba uthibitisho unatakiwa uthibitishwe basi kuacha shaka yoyote ile. Kukiwa kuna shaka kidogo ina nullify kwa sababu tunaongelea maisha ya mtu. Exactly. Na burden of proof, nani anapaswa kuthibitisha? Sio yule anayeshtakiwa ndo anapaswa kuonyesha how innocent yuko. Yani kwamba ni kiasi gani anahatia. Wewe unayesema amekosa ndo unapaswa kuonyesha vipi amekosa. Kwa hiyo katiba za nchi nyingi hata Marekani pamoja na sisi maana yake ni kwamba unakuwa presumed, tunasema to be innocent until you are proven to be guilty. Kwa hiyo sheria inaashumu huyu mtu yuko innocent. So kwa hali ilivyo sasa hivi ni kwamba mshikaji bado yuko, as long as haja confess, mshikaji bado yuko innocent. Ni wajibu wa serikali kuprove kwamba yuko guilty, si ndio? Exactly. That is the standard ya mashtaka ya jinai. Kwamba prosecution side ambao ndio upande wa jamhuri, wale waendesha mashtaka wao ndio wana burden ya kuprove kwamba huyu mtu tunayemshtaki kwamba amefanya hiki na hiki, amefanya hiki na hiki. Alafu naomba ushahidi ambao unathibitisha hilo, ambao uko beyond any reasonable doubt. Hana responsibility ya kuprove innocence yake. Hapo standard ya criminal cases au cases. Okay, hapo nimekuelewa vizuri sana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni moja bila as it stand, kwamba jamaa mpaka watakapo prove, lakini jamaa as it stands bado yuko innocent. Innocent kama ambavyo everybody else is innocent. Utofauti ni kwamba yeye yupo kwenye mchakato tu wa watu kutest innocence yake. Kuna ile nini person of interest, yani yuko katika hao yani au washukiwa. Manake unaposhtakiwa hata shauri litakapowekwa ukuwa wasilishwa mahakamani, bado mahakama yani bado ataendelea kuwa treated innocent. Sasa kuna kitu kimoja sijui kama umekutana nacho. Baba yake ndo aliyempeleka kwenye vyombo vya habari, ila sijakutana either na video au yoyote baba yake kusema kwamba amekiri kwangu mimi kwamba alifanya. Umeona? Wale wanaosema kwamba ni marafiki zake kukiri wao kuonekana wamesema. Kwa sababu why am I saying this? Ni kwa sababu kuna uwezekano wa scenario nyingine, especially kama mwanasheria inaweza ikaletwa hiyo hoja kwamba mbona baba yake mwenyewe ndo kampeleka polisi. Inawezekana kwamba baada ya picha zake kuwekwa kwenye vyombo vya habari, baba akamwambia sikiliza, vipi umefanya? Mshikaji akasema sijafanya. Okay, hata kama hujafanya, twende nikupeleka kwenye vyombo vya usalama ili ukajisafishe uwe huru. It's also one of the possible scenarios ya yeye baba kumpeleka. Hivi umekutana na video yote au mtu yote kusema kwamba baba yake, kwa sababu hizo zingia so far na video mimi it's speculation kwamba kwa vile baba yake kampeleka basi atakuwa amekiri kwa baba yake. Umekutana na any evidence ya baba kusema mtoto wangu aliniambia kwamba he's guilty au alitekeleza ile tukio? Yani hizo sasa ndio yeye nilokuwa nakwambia mambo ya hearsay. Manake mimi na wewe wenyewe tuna operate under hearsay. Kwa maana ya kwamba vyombo vya habari ndio vimetoa hizo taarifa, lakini hakuna sehemu yoyote ambayo tumeona labda akizungumza na kusema kwamba mtoto wake alimwambia akafanya hicho kitendo. Na wengine wamekuwa wakisema ni majirani, wengine wanasema ni relative. Sasa kuna ambiguous au kuna utata mwingi kwenye hilo kwa sasa, kwa sababu ni taarifa tu za vyombo vya habari ambazo pia sources zake ni unknown at some point. Kuna nyingine hazidisclose kwamba nani hasa, wanasema tu ni marafiki. Hata rafiki pia na marafiki wengi pengine, kwa hata kama kusema ni rafiki yake yupi bila majina na vitu kama hivyo, how will you know ni yupi? Na hapo kuna utata fulani mwingi katika hilo, na pengine mpaka kesi
kuwasilishwa mahakamani na wale upande wa mashtaka kuweza lay down list ya mashahidi ambao watawasilisha ile list ya mashahidi ambao watakuwa mashahidi kwa upande wa jamhuri. Na kumbuka hawa ni ndugu. Hiyo ni complication nyingine. Unajua mtu anaweza akawa alikuambia out of panic na kinini, alafu baadaye mnapoenda kwenye trial akawa hana, yani yuko kwenye hali ya tunasema ile personal conflict, hali yani anashindana na nafsi yake, damu nzito tunasemaga Waswahili, kwamba mimi mwenyewe sikuepo kule. Huyu hata kama, kwa hiyo mwisho unaweza kukuta hata mashahidi wakawa pale kwenye kizimba kile, kwa sababu atakuwa anahojiwa na pande zote. Especially huyu ana haki pia ya kutetewa na atapata haki ya wakili wa kumsimamia kumtetea haki zake, kwa sababu bado hana hatia mpaka akutwe na hatia kwa mujibu wa ushahidi. Unaona? Kwa hiyo yani naona inaweza ikatani katika hali, kwa sababu ndugu anajua huyu akikutwa na hatia maana yake ni death penalty. Sasa je, watakuwa willing kwa sababu ya ndugu yao kuwa kumalizwa ili auawe, sio auawe, ili akikutwa na hatia apate hiyo adhabu ya kifo? Kwa hiyo it is a very complicated trial. It's going to be very complicated, very interesting, very complex. Inaweza ikawa complex kuliko hata trial ya Diddy kwa mtazamo wangu, jinsi ambavyo naona, unless angekuwa ameconfess mwenyewe. Na hapo umeongea jambo la msingi sana, kwamba so far zilizopo ni hearsay, na hichi ndo kitu ambacho nimekuwa niko makini sana katika hii kesi. Nimekuwa naepuka sana hearsay o taarifa za mtu ambaye hazina mashiko. Unaona, so far nimekwambia kwamba hakuna ushahidi wote wa confession. Hiyo ni kutoka kwenye Fox News, ambavyo ni governor wa Utah ndo kasema hatuna confession. Yani kwa hiyo nimehakikisha kwamba nimeichukua kwa mtu ambaye ni ana mamlaka ya kuongea hiyo. Ya pili ni hiyo Kash Patel ambao ni director wa FBI, kasema hatuna hiyo note. Umeona? Kwa hiyo ili sisi tuwe tofauti na wengine, lazima tuepuke hizo hearsay au vitu ambavyo vinasambaa, la sivyo tutaingia kwenye watu ambao wanaenda kimkumbo. Na moja ya kitu kingine ambacho pia kimetoka kwenye mamlaka ni kwamba kuna images ambazo za yule muhusika. Kwanza, wakati anafika kwenye campus, picha zake zinaonyesha alikuwa amevaa t-shirt ya maruni na pensi. Zile picha walizozitoa mamlaka zinaonyesha amevaa t-shirt nyeusi ina mwewe na Marekani. Ziko mbili, zina tofauti picha zile. Alafu kofia aliyovaa zote mbili zilizotoka, moja ina Adidas, moja ina nania tofauti. Umeona? Kwa hiyo zile picha hazina consistency. Alafu watu wataalamu wa forensics wamejaribu kufuatilia, wakaona kwamba picha iliyotolewa, pua zimetofautiana, masikio yametofautiana, mdomo umetofautiana. Walivyouliza, mamlaka zimesema kwamba walichotoa mamlaka ni AI generated image kwa sababu ya kuenhance. Sasa hapo watu wakawakia, wakasema nyinyi mamlaka mnatumiaje AI? Umeona hivi ni vitu ambavyo kama nilivyokuambia vinatoka kwenye mamlaka, sio maneno ya mtaani ya kuonesha kwamba kuna inconsistency ambazo zipo, lakini zimetoka katika sehemu ambayo yenye mashiko, ambayo ni mamlaka. Umeona So AI au mamlaka kusema kwamba wame enhance picha au wametumia AI, imekaaje hii kisheria? Sasa wanajua smart. Again, haya mambo inapokuja kwenye engo ya ushahidi, ushahidi ni issue technical, na ushahidi ndio unathibitisha mtu kafanya kosa au hajafanya kosa. Na ushahidi si mradi ushahidi huo utakuwa tested mbele ya mahakama. Kuna hiyo picha nimekutumia hapo, kama utaiangalia sasa hivi hapo kwenye WhatsApp yako, angalia hiyo logo aliyovaa hapa kwenye kifua, angalia kofia yake kwenye kifua, utaona moja ilivyokaa kama ni triangle, moja imekaa kama ni square iliyogeuzwa hivi. Kuna some inconsistency. Alafu
huku tunaendelea. Kama ulivyosema, ushahidi wowote sio ili mradi ushahidi, ni lazima uwe tested kwenye mahakama. Absolutely. Asa ndo ile narudia again. Ukisema vitu vinafanana, unatakiwa wewe uthibitishe unasema hivyo. Na wale ambao wanaona kwamba kuna inconsistency wata raise hizo issues. Unaona, kwa mfano hizo issue ambazo wewe unaziraise hapa, kwa sababu hizo picha zitaonyeshwa kwenye screen, kwa sababu mashauri kwa Marekani, shauri kama hili, watachaguliwa wale nasema huko, nasema wazee wa baraza, jury, ambao wale juries ndo watakaa, alafu kwa hiyo ushahidi utawasilishwa, watakuwa wanaona, mwisho wa siku watavote kwamba huyu mtu anakosa au hana kosa, anahatia au hana hatia, to say so. Sasa kwenye mazingira ya ushahidi, ni kazi ya mawakili kutest kwamba huu ushahidi uliowasilishwa sio credible au ni credible. Kwa hiyo kama kuna utofauti wowote ule, anaweza akaletwa, hata kuna watu wanaitwa expert witness, mashahidi wataalamu. Ndio mashahidi gawa, mtaalamu kwenye IT au anayeweza wa kutengeneza hizo. Okay. Expert, hapo nimekuelewa. Expert opinion anaruhusiwa kutoa, hiyo inaitwa. Na expert witness anakuja pale ambapo inahitajika afafanue vitu vya kitaalamu ambavyo mimi labda ni lawyer, lakini mimi sijui mambo ya AI, hiyo artificial intelligence, sijui kwamba watu wanaweza wakatengeneza vitu, sauti au picha, au hata sura, taswira. Sasa akija mtaalamu ndo ataainisha kwamba kwa nini hii haifanani na hii. Na wale nao kama wanataka kuthibitisha kwamba ni yenyewe, manake na wao watamleta expert ambaye atathibitishe kwamba hii na hii ni sawa. Na ni watu ambao wana ujuzi wa muda mrefu, wako reputable, wana heshima, wanasema ni wale reputable people in the community. Ambao wana heshima hiyo, na wanaweza kuja kuelezea masuala ya kitaalamu, kwa sababu ni kama kesi hiyo inahusisha swala la hospitali na kitabibu, kwamba huyu marehemu labda aliuawa kwa staili fulani, labda alichomwa kisu, alifanywa nini. Obviously anayeandika taarifa ile final ya kwamba huyu mtu amekufa na sababu ni nini, ni daktari, sio alifanya postmortem ya ule mwili na kusema huyu mtu amekufa kwa sababu hii. Na anatakiwa aseme hicho kilichomuua ni kama ni risasi, ina ukubwa gani tu, labda in terms of tundu lile yani aeleze kitaalamu kinagaubaga, kwa sababu atakutakiwa kuja mahakamani kueleza hayo na atahojiwa. Sawa. Kama alipikwa, hapo ndo waga changamoto inapokuja, kama mtu amepikwa. Hapo ndo kazi ya wanasheria kuhakikisha kujua kama umepikwa au hujapikwa. Exactly. Sasa hapa kuna pointi mbili za mwisho nataka tuzijadili, alafu uniambie. Ya kwanza, FBI kingine ambacho hawajathibitisha ni kwamba wakati anaingia hajaonekana na bunduki, wakati anashuka kule hajaonekana na bunduki, alikuwa na begi tu. Kwa hiyo kwenye begi kunaweza kaa kuna vitu vingi, pipi kifua huko ndani, umeona? Kunaweza kaa kuna shisha, kunaweza kaa kuna mabomu, kunaweza kaa kuna pikipiki, bunduki, lakini hajaonekana nayo. Alafu walivyoulizwa wakasema kwamba alichukua ile bunduki akaiweka kwenye jinzi yake ndo akaenda nayo. Ile bunduki ukiangalia kwa urefu wake hairuhusu hata mtu kukunja. Kuna video yake ilionyesha anachechemea, umeona Alafu moja ya hoja zao zingine ambazo wanasema, na hizi ni direct kutoka kwenye mamlaka, yani sio maneno ya mitaani ambayo imeko kwenye mitandaoni, wanasema walivyoulizwa mbona baada ya shooting wakati anakimbia na akashuka tukumuona na ile bunduki, wakasema alidisassemble. Sasa wataalamu kama ulivyosema, sasa hiyo expert witness wanasema bunduki aliyotumia ni ngumu sana kudisassemble, sio kazi ya dakika moja au dakika mbili. Kwa hiyo ile muda tangia shooting iliyofanyika akae aidisassemble, aingize kwenye begi alafu aondoke ni ngumu. Kingine wakawa nasema kwamba mbona video zake zinaonyesha amevaa njano. Governor akawa anasemaje, alikuja kwa njano, alivyopanda kwenye rooftop akabadilisha nguo ndo akavaa nyeusi, umeona, ndo akashuka, umeona Kwa hiyo kuna gavana ataishia kuwa shahidi mahakamani. Unajua
kuna vitu unavyovieleza unatakiwa uvieleze wewe ukiwa ulikuwa kwenye ile vicinity of crime au scene of crime. Ndio. Otherwise ni hearsay. Yani governor alikuwepo pale wakati tukio linatokea, huyu wakati anaingia na hiyo t-shirt alimuona, ulikuwa ni muda gani, ni saa ngapi, majira yapi? Kwa sababu sisi huwa tuna question mpaka muda mahakamani. Kwa sababu muda unaweza ukatuambia kama unaweza ukaeleza utofauti wa rangi. Wewe huwezi kusema usiku wa saa 2 sehemu hamna mwanga unasema huyu bwana alikuwa amevaa t-shirt ya njano au nyekundu. Yaani kwenye hali ya giza. Kwa hiyo huwa tuna test mpaka kiasi cha mwanga. Wewe ulikuwa umesimama wapi? Yeye alikuwa wapi? Ukisema yeye alikuwa kwenye vichaka, mimi nilikuwa huku kwenye taa, ilikuwa wapi? Taa ilikuwa huku nilikokuwa mimi. Maana yake tunaamini pale ulipokuwa wewe ndo palikuwa pana mwanga mwingi zaidi kuliko kule ambako wewe ulikuwa unaangalia. Kwa hiyo kuna muda naona wanaongea kwa maana labda ya taarifa za investigation, lakini taarifa za investigation au investigation ya kusema huyu mtu alikuja hivi akatoka hivi, maana yake lazima kuwe kuna key witness wa kuprove hiyo point kwamba ni kweli huyu mtu alikuja, maana yake athibitishe kwamba alimuona na kuna ushahidi. Sasa hivi kuna cameras na vitu kama hivyo. Yes. Kwa hiyo sasa kama kuna cameras pale, alafu hizo cameras hazionyeshi hicho kitu kinachotamkwa, ndio hiyo upande wa utetezi watakuja kudispute kwamba hapana, hawa watu wanaongea vitu ambavyo wameshindwa kuvithibitisha. Na talking about cameras, kuna kamera moja ambayo ilikuwa directly nyuma yake alipokuwa amekaa, ilikuwa nyuma yake. Kwa hiyo ile ingekuwa very crucial katika kuonesha trajectory ya bullet na imetokea wapi, kwa sababu pia one of the most important thing ni kwamba ile jamaa alikuwa elevated. Ile risasi kama ni kumuingia ilibidi iwe kwenye engo ambayo ni elevated, lakini video ambazo tunazo yeye kupigwa haionyeshi mfano wa elevation na vitu kama hivyo. Ndio hapo ulivyosema kutakuwa kuna expert witness ambao watakuja. Sasa naomba nikuulize kitu kimoja. Hypothetically, wewe Bwana Henry Mwinuka umepewa kazi ya kumtetea huyu bwana. Kwa so far, kwa ushahidi ambao tunao, ambao tumeusikia kutoka kwenye mamlaka, of course itakapokuja ushahidi mwingine huko mbeleni tunasubiri, lakini ni hypothetical. Kwa muda huu wewe ungekuwa umepewa hii, unairate vipi kesi? Ni ngumu kwako au ni nyepesi kwako, au unaionaje? Yani tuseme wewe ndo kazi yako bana, huyu hapa mwamba unatakiwa umuokoe maisha yake. To be fair, kwa tunasema preliminary assessment. Yes. Yani ule preliminary, assessment ya mwanzo. Ya kutokana na taarifa tulizonazo sasa kama ulivyosema. Yes. Mimi naona mzani umeelemea kwa upande wa serikali au waendesha mashtaka. Yani kwa maana ya kwamba naona kama burden, of course kisheria burden of proof huwa ni iko kwao. Lakini naona kama yani kuna mazingira mengi sana yana utata mwingi kuliko ushahidi ambao unaweza ukamtia huyu bwana hatiani moja kwa moja. Sasa tukumbuke pia hii kesi ina political pressure sana. Kesi za namna hiyo na ina public interest sana, kwa maana ya kwamba rais mwenyewe, wafuasi, yani kuna namna fulani kuna pressure kwenye hii kesi. Maana rais ashasema kwamba namjua governor Uta na ninajua sheria zao, wanachoma sindano na nini na vitu kama hivyo. Rais tayari kashaongea hayo maneno. Kwa hiyo kuna that political pressure. Sasa lakini kwa jinsi mfumo wa Marekani ulivyo, maana hilo shauri litaamliwa hapo, kama kuna mtu hata ridhika litaenda mbali zaidi mpaka lifike kwenye, pengine inaweza likafika mpaka kwenye Supreme Court. Ile ya mwisho wana mahakama kama 3-4 hapo katikati. Kama 3 nafikiri. Kwa hiyo kama hawataridhika kwenye hiyo mahakama ya hapo Uta, maana yake ni kwamba expect whoever is not satisfied atakata rufaa. Either ni huyo ambaye anatuhumiwa au upande wa serikali. Lakini pia kesi za hivi sometimes wakiona ushahidi mgumu inaweza ikawapelekwa ichukue muda mrefu ili watu wapoe. Ndio. Yani that is a technical part, hasa kwenye psychological aspect ya kuheal zile hisia za wahanga wale au ndugu na wa yule muhusika ambaye ameuawa. Kwa hiyo unaweza kukuta akawa arraigned, yani akapandishwa kizimbani, lakini
ikaenda hata inawezekana hadi Trump anamaliza kama anatoka atoke wakati jamaa ameshamaliza muhula wake, kwa sababu kumkuta hana hatia. Sasa watu watabaki na swali, sasa aliyeua ni nani? Yes. Sasa aliyeua ni nani? Maana yake serikali na vyombo vyake vimefeli. Kwamba kuna mtu amemuua mtu pendwa wao, alafu wao kazi yao ni kumpata huyo mtu, alafu hawajampata. Sasa kubalance hiyo pressure, sometimes unaweza kukuta shauri likawa prolonged, likaenda mpaka jamaa wanaondoka, atakuja pengine probably rais mwingine, either ndo atakutwa hana hatia kama ushahidi utakuwa ujitoshelezi, in which hawa waliopo saizi hawatakuwa na pressure yoyote tena, na raia watakuwa tayari washapoa na vitu kama hivyo, wanakuwa tayari kwa hivyo kama watu ambavyo washasahau shauri labda la Arakeli, hata la Didi, ile tension iliyokuepo tayari tena haipo kwa sasa hivi. Kwa hiyo kesi ngumu hii my brother, kutokana na hayo tuliyozungumza na mengine ambayo pengine hatuyajui yataibuliwa zaidi kwenye trial, lakini it's not an easy case. Ni tofauti na ile ya Trump mwenyewe, yule jamaa ambaye alikamatwa anakimbia, ametoka kushuti, amekutwa na kila kitu na ile silaha alotumia. Yes. Au yani tofauti na ile situation ambayo Trump alikuwa attempt ya kumassassinate yule mtu, akapigwa risasi naye pale. Yani kuna hii ngumu kwa sababu mhusika amekataa na wanaosema kakubali hawakuepo kwenye eneo la tukio. Sasa unaona kama ile jamaa Trump kakutwa na silaha na kila kitu, at least ina mashiko kuliko huyo ambaye hajakutwa na silaha, yani kuna lot of loopholes kwenye upande wa ushahidi. Sahihi. Kwa hiyo wewe ungekuwa ndo mwenye hii kesi, wazazi wanakuuliza, vipi mtoto wetu anapona au haponi? Ungewapa jibu gani? Sasa sisi wanasheria haturuhusiwi kumwaahidi mteja kwamba mimi naenda utatoka, lakini huwa tunasema tu kwamba so far upande wa kesi hii kwa factors zilivyo zinakufavor, let's go and fight. Unanielewa utatoka. Lakini yani kuna hiyo hali ya kwamba, kwa sababu unajua ukipewa kesi huwa kuna kitu sisi huwa tuna analysis tunasema ya kuangalia kama ni SWOT analysis, lakini pia kuna ile ya kuangalia bad facts na good facts. Kwamba sasa unaandika bad fact ya kwanza ni ipi mpaka afu unaandika na good fact, afu unaangalia kati ya bad fact na good fact zipi zina nguvu. Kwa hiyo ukiona bad facts ni nyingi kuliko good facts, maana kesi kwa upande wako wewe kama ndo unajitetea itakuwa ngumu. Kwa hiyo na wao hivyo bad facts kama ni nyingi kwa upande wa waendesha mashtaka kuliko good facts, maana kesi yao itabidi watumie nguvu kubwa kuprove. Nikuulize swali kwa njia tofauti. Ungekuwa ndo mwanasheria wa mshikaji, alafu kuna plea bargain zile kwamba wamemwekea bana, sikiza, ili kesi siwe ndefu au nini, ukikubali, ukiconfess, hatutokuua, tutakupa life in prison. Umeona au kitu kama hiyo. Kwa jinsi ilivyokaa hivi sasa hivi, wewe ungemshauri vipi? Mpambane mpaka dakika ya mwisho au achukue plea bargain? Ili yani determination ya plea bargain huwa inatokana na how strong is the evidence ambayo upande wa waendesha mashtaka wanao dhidi yako. Kwa hiyo unaangalia kwamba bana, wewe kwa mazingira haya uliokamatwa na ulivyokamatwa navyo na process nzima ya kukuarrest na kukuarraign mahakamani, hii kesi wao jamaa wana ushahidi mwingi dhidi yako. Kwa hii ambavyo ushahidi ambao tumeuongea huu na kuupitia kwa jinsi ilivyo, kwa wewe ungeshauri vipi? Sasa kwa muktadha huo ndo narudia hivyo, it's the same. Ndio maana mwanzo unakumbuka nilikwambia kesi ngumu kwa upande wa waendesha mashtaka kutokana na yani manake hiyo jimbo la Utah si ndo atamshtaki huyo ndio kamatwa. Okay. Kesi ngumu kwao, so which means kama kesi ngumu kwao, kwa nini unamwambia huyu aingie kwenye plea bargain? Na wakati plea bargain ije pale ambapo either ameconfess au either yani amekiri kwamba nimefanya kosa, au kuna ushahidi ambao tunasema kisheria watertight, ambao yani huu ushahidi mzee kuchomoka ngumu sana. Yani sasa kwa nini usumbue mahakama? Na
ni wajibu wetu of course hata mawakili kuwashauri wateja kwamba bwana, hii kwa nini usikubali ili upewe adhabu ndogo, unaona. Lakini kwa yote itakuwa ngumu sana huyu kuingia kwenye plea bargain kwa nature ya ushahidi ambao upo. Hapo umeongea swala la msingi sana ambalo ni wajibu wenu nyinyi wanasheria kumshauri sio ni mwite mteja au mtu ambaye anashtakiwa mteja. Tunaongea sasa hapa general. Mtu anapokuwa either kwenye scenario kama hii au anakosa, unashaureje kama mwanasheria? Aende akajisalimishe moja kwa moja kwenye vyombo vya usalama au aende kwa mwanasheria wake, alafu mwanasheria wake akishajipanga ndo aende akamkabidhi kwenye vyombo vya usalama? Which is the right way to do this kwa ambao wana uwezo wa kuwa na mwanasheria? Kitu kizuri cha kwanza, kama umefanya jambo na huelewi sheria inaweza ku-apply vipi, ukienda kwa mwanasheria atakuelekeza. Sawa. Na atakusaidia pia kupita kwenye ile njia ambayo inapaswa. Lakini pia kuna mazingira ambayo mwanasheria hayupo. Kwa hiyo vipo vyombo kama jeshi la polisi na vitu kama hivyo. Of course kwa mtu ambaye huwa anaenda anajisalimisha, huwa treatment yake ni tofauti na mtu ambaye anakimbia labda mpaka akamatwe, ana resist, yani kuna tofauti. Kwa hiyo that's different. Kwa hiyo yote inategemea na huyu mtu yupo sehemu gani na availability ya resources za machinery ya either wanasheria na wadau wahusika kwenye masuala wenye uelewa huo wapo au hawapo. Kwa hiyo kama wapo, unaweza ukasik consultation kwamba kuna hiki na hiki, kwa sababu sometimes pia mtu anaweza akawa amefanya kitu yeye akawa anasema mimi nimeua, lakini mimi nikamwambia sikiza, kwenye sheria kuna classification ya mauaji, kuna kuua kwa kukusudia na kuua kwa kutokusudia. Kwa wewe ulipofanya hili tukio lako na jinsi hali ilivyo, wewe hujaua kwa kukusudia. Kwa hiyo kwa sababu haujaua kwa kukusudia, treatment yako kisheria inapaswa iwe hivi. Sasa hiyo ni aina ya uchanganuzi ambao lazima mtu ambaye anaufahamu hayo mambo ndo aweze kukwambia. Au labda mke amemsupport mume wake kutoroka mkono wa sheria. Nasema kwa sababu kisheria kumsaidia mhalifu kabla au baada ya tukio au katikati ya tukio ni kosa. Aiding and abetting ile. Aiding and abetting. Lakini na inaangukia kwenye makosa yanaitwa conspiracy na vitu kama hivyo. Lakini sasa ikiwa ni mke ndo alimsaidia mme kutoroka mkono wa sheria baada ya kufanya kosa, sheria inamu-excuse kwamba nyinyi bwana, yani unajua kuna hali ambayo kibinadamu yule mtu unamtafutia lawama tu. Unamtafutia lawama. Huyu ni mme wake, wana mahusiano beyond ya kawaida tunayojua. Kwa hiyo kumfungulia mlango polisi wanakuja pita huko ukimbie, haiwezi kusema wewe umeshiriki kwenye hii uhalifu na wewe utashtakiwa. Labda na yeye awe alishiriki kwenye kulifanya lile kosa actually. Na hapo umeongea kitu kimoja cha msingi ambayo imeongeza scenario ya tatu ambayo huenda baba mtu alimpeleka polisi ili kuepuka hiyo aiding and abetting, kwamba unajua baba yako, unajua mwanao anatafutwa, imetangazwa na wewe unaye hapa nyumbani. Kwa hiyo akija kikamatwa hapo wote mnakuwa kwenye kesi ya aiding and abetting. Kwa hiyo huenda hakumpeleka pale ili pia kuepuka hiyo swala la aiding and abetting. True, inawezekana kabisa ni ile hali ya uoga. Hata hiyo inaweza kumkuta mtu yoyote. Mtu innocent ambaye anaona wewe umeingia kwake afu wewe ndio mhalifu na unatafutwa. Kwa hiyo ile pressure anaona huyu mtu isije na mimi hili jambo likaonekana tumeshirikiana. Kwa hiyo wapo watu wa hivyo ambao wana uwezo wa kutoa taarifa ili wao wasiwe kwenye upande kama wa wahalifu, wawe kwenye upande wa informers au mashahidi tu basi kwa kile ambacho wanahisi hakiko sawa. Kwa hiyo ina possibility hiyo pia ipo kwamba pengine wake anaona pressure imekuwa kubwa, anatafuta nini taifa zima anaonekana mnampicha na huyo ni mwanao. Sheria iweke exception kwa mtoto au baba, inaweka kwa mke, huyo ni mtoto. Kwa hiyo unaweza ukajikuta na wewe umeingia kwenye mkumbo na mpaka unakuja kutoka
muda ni mrefu ushapita. Bane, wana Fuse, nadhani mmepata elimu kubwa sana kutoka kwa Henry. Ni mwanasheria. Wanasema kuna ule semi wa mtaani ule, kuna lawyers alafu kuna wanasheria, kuna nini? Kuna wakili msomi. Acha wakili msomi, kuna maneno mawili ambao wanatofautisha. Kuna lawyer na advocate. Lawyer na no. Mwanasheria, yani ni utani. Kuna wakili alafu kuna lawyer. Nadhani wanamaanisha kwamba wakili kama ni utani, by the way. Kama ni wakuungaunga, alafu kuna mwanasheria, kuna lawyer kwa kutumia hilo jina na lugha hiyo kwamba ni wa juu zaidi. Lakini mtaani wanasema kwamba hakikisha una watu 4 katika cycle yako, mmoja wapo ni wanasheria. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba kwenye cycle yangu na mwanasheria, na wana Fuse na wana GPS na wana SNS tunaye mwanasheria. Kwa hiyo ametupa mchanganuo mzuri kabisa. Of course hatuwezi kuingia kwenye very minor details, hatuko mahakamani, ila watu ambao hawajui kisheria imekaaje nadhani wamepata kujua. Mimi mwenyewe nimejifunza vitu vingi sana, na yeyote atakuwa na maswali ya ziada unaweza kaacha kwenye comment section. Henry yuko tight, akipata nafasi anaweza akasaidia kujibu pale. Bwana Henry, kwa niaba ya wana GPS, tumekumisi sana GPS, ila tunaelewa una majukumu mengine, mambo yanabidi yaende, na soon ukimaliza tunaendelea kama kawaida, ila inabidi uje na barua ya kuomba msamaha. Umeona? Maana watu wamekuwa unajua lawama za wana GPS. Kumbe ilikuwa imekata. Nafikiri ilikuwa imekata. Ikifika lisali moja inakata, na wakati ndio tulikuwa tunafunga. So, kwa ufupi, mtaani wanasema kwamba kuna umuhimu wa kuwa na watu 4, miongoni mwao ni wanasheria. Kwa hiyo nashukuru mimi na katika cycle yangu na mwanasheria Henry, wana GPS, wana SNS, wote tunaye mwanasheria wetu bwana Henry. Na of course watu wamekumisi sana kwenye GPS, kwa SNS kule. Najua kuna majukumu ambayo, kwa sababu watu ambao hawajui, tushawaambia several times, sometimes tulikuwa tuna rekodi saa 3 usiku, umeona? Sometimes tunakaa pale masaa 4. Jumapili zetu tulikuwa tumezitoa kafara kwa sababu ya wana GPS. Kwa hiyo ukimwona mtu amekosa, ujue imebidi kukosa. Umeona Lakini tunafanya pia kazi za watu na tuna mikataba. Kwa hiyo kuna muda usipotekeleza huo wajibu, unaweza ukajikuta tena unapoteza heshima ambayo uko nayo, na sisi bado ni vijana. Tunahitaji kuwa na nidhamu kwenye kazi pia, ambazo ndo zinatufanya tuishi, tuendeshe familia. Kwa hiyo kuna muda inasikitisha kukosa, lakini wakiona tumekosa kabisa, kama ambavyo wanasema siku zote, watuie radhi, yani wajue kabisa huyu mtu hakuwa na namna yoyote. Yes, imebidi, lakini otherwise tunapenda sana kufanya kile ambacho tunakifanya, na tunafurahia wao pia ambao wanatunga mkono. Na kwa kumalizia tu, ambao labda hawafahamu, naomba ututajie law firm yako inaitwaje na inapatikana wapi kwa watu wote ambao, na by the way Henry anadeal na watu ambao ni wa ndani ya nchi au hata diaspora, huenda pia wakawa nataka miongozo. Unajua sometimes kwa na mwanasheria sio lazima kwenye kesi. Unaweza kanahitaji kiwanja, unataka ununue kiwanja katika njia ambayo ni salama, usipigwe, kuhakikisha vitu vimeenda sawa. Kuna vitu vingi ambavyo mwanasheria, watu wanadhani mwanasheria kazi yake ni kukiwa una kesi tu, umeona? So labda kwa bahati mbaya sisi hatutakiwi kujitangaza kibiashara, lakini kwa sababu mtu kufahamu ofisi yako ilipo na wapi in case ana query, au hata wengine wanataka hiki tulichokiongea nielewa kwa engo pana zaidi. Kwa hiyo mimi Henry Mwinuka, ofisi yetu inaitwa Abyss Legal. Of course tuna page Instagram kabisa ya Abyss Legal. Kwa hiyo waga kule ina tip za kisheria na nini, lakini iko posta pale mtaa wa Pamba na Sokoine drive. Kwa hiyo naomba watu waelewe, Henry hajitangazi, ni kwamba mimi nimemuomba, na kama alivyosema huenda mtu akawa na maswali ya ziada akataka kufika ofisini ili kuelezewa zaidi, wanapatikana au akanihitaji mimi mwenyewe tu akataka kuja kuniona mimi. Kwa hiyo anaweza akafika akiuliza pale wa mtaa Pamba law firm inaitwa Abyss Legal, basi anaweza akatupata, au anaweza akaingia IG, kwa sababu siku hizi watu wengi wako huko Instagram. Instagram mimi mwenyewe Henry_Mwinuka_
ESQ, lakini pia page ya law firm inaitwa Avis Legal Tanzania. Ukifungua utakuta kule kuna mambo kadha wa kadha ya kisheria mtu anaweza kujifunza, yakamsaidia na yeye kuelewa vitu viwili vitatu vya kisheria. Tunakuwa tumeyaweka kwa lugha nyepesi kabisa ya kumfanya mtu aelewe. Bwana Henry, mimi nashukuru sana, na tumalizie tu kwa kutoa disclaimer. Video hii na maudhui haya ni kwa ajili ya elimu ya majadiliano ya kifikra. Tafadhali shiriki kwa heshima, hakuna chuki, ubaguzi au vurugu. Lengo letu sisi GPS, SNS, Fuse, timu nzima ni kutoa elimu. Kwa hiyo Bwana Henry, shukran sana kwa muda wako. Umenipa muda wa kutosha kabisa, mara 2 alichokuwa tumepangilia. One love bro, shukran sana. My brother, pamoja sana. Hapo, asante sana. Alright. Pata link za makala zote pindi zinapotoka, au kujua ratiba za content za DJ Sma kwa kusubscribe kwenye WhatsApp channel ya DJ Sma 255. WhatsApp channel ni tofauti na group. WhatsApp channel unapata link na taarifa za Fuse by Sma. Kila DJ Sma ninapokuwa natoa makala huwa nachukua link na kuiweka kwenye WhatsApp channel, unakuwa unapata updates zote kiwepesi. Njia ya kujiunga ni QR code hii hapa, iscan, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel. Otuma WhatsApp message kwenda namba hii 0764124124. Utapokea message na ndani ya hiyo message utaona kuna link. Bonyeza hiyo link, moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu subscribe. Kama umependezwa na maudhui haya, basi share na wengine wafaidike nayo. Hiyo ni kwenye WhatsApp group, au unaweza ukaishare hata kwenye YouTube page yako. Hivi unajua, ukibonyeza like unaiwezesha hii video kufikia watu wengi. Na kama huja subscribe, bonyeza subscribe, afuta kutana kikengele, bonyeza ile. Na kama huja subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Sma 255, karibu uwe mwana Fuse. YouTube channel ya DJ Sma 255 inazidi kukua, engagement ni nzuri, ni fursa kwako kwa ajili ya kufanya biashara. Karibu, usipige simu, usitume text ya kawaida, tuma WhatsApp message kwenda namba hii hapa 0764124124, tuyajenge. Lakini nitoe shukrani na tuendelee kuisupport Fuse by DJ Sma ili kukidhi gharama za kiuendeshaji. One love. Kupata updates zangu zingine ni follow Instagram DJ Sma 255, na ndo jina hilo hilo DJ Sma 255. Napatikana Twitter, napatikana TikTok na kwenye social media zote. DJ Sma.